Wapi mashujadi watazamaji wangu wa BM Daily Politics. Karibuni ili tuendelee na uchambuzi wa habari zetu za kisiasa vile ambavyo zinaendelea kutendeka hapa nchini Kenya. Na watazamaji, hapo jana kule manyumbani mwake aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga, kuna ghasia na fujo ambazo ziliweza kutokea wakati yeye alikuwa anafanywa heshima za mwisho baada ya mwili wake kuteremshwa. Wakati mafundi sasa walikuwa wanafanya shughuli ya kufunika, kuna mambo ambayo yaliweza kutokea, mambo ya ajabu, mambo ya kuaibisha, mambo ambayo hayakufaa kufanyika kwa kiongozi ambaye aliongoza hapa nchini Kenya, kiongozi ambaye akona historia mzuri, legacy yake ni mzuri, na kwa hivyo alistahili kupewa heshima za mwisho. Hata kama ni wale supporters wake ambao walikuwa wamewekewa vikwazo, walikuwa wamezuiwa huko nje wasiingia pale ndani kwenye mazishi ya Raila Amolo Odinga ama kwenye shughuli ya mwisho kumpumzisha Raila Amolo Odinga, hawakufaa kabisa kufanya vile ambavyo walifanya hapo jana. Watazamaji wangu, kabla ziendelea kukufahamisha zaidi kuhusiana na ghasia, fujo ambazo zilitokea kwenye kaburi la Raila Amolo Odinga hapo jana, ningependa kukuomba mtazamaji uweze kulike video na pia vile vile uweze kusubscribe ndipo sio kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha. Na mtazamaji, hapo jana mambo yaliisha kwa njia ambayo haikuwa mzuri. Mazishi ya Raila Amolo Odinga hapo jana yalitamatika kinyume na matarajio ya watu wengi, kwa sababu supporters wa Raila Amolo Odinga kutoka kule Luo Nyanza walianza kuzua ghasia, walianza kuleta fujo, wakaenda wakapanda juu ya kaburi la Raila Amolo Odinga, wakabeba maua, wakaiba yale maua ambayo yalikuwa yamewekwa pale na viongozi, maua ambayo yalikuwa yamewekwa pale na familia ya Raila Amolo Odinga. Yani yalikuwa ni matukio ya aibu sana kufanywa kwenye kaburi la aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Wale supporters wa Raila Amolo Odinga, baada tu ya kufunguliwa lango la kuingia kule ndani, waliingia na fujo, wakawazidi nguvu maofisa wa polisi ambao walikuwa wamebaki pale nyumbani kwake Raila Amolo Odinga kuhakikisha kwamba mwili wake unafunikiwa vizuri, na wale mafundi wanapewa muda rahisi wa kukamilisha kazi zao. Lakini watazamaji wangu, mambo yalikuwa ni magumu. Wananchi waliingia pale wakavuruga kila kitu. Yani watazamaji wangu, kama sio uwepo wa maofisa wa polisi pale, sijui mambo yangekuwa vipi. Huenda mambo yangekuwa mabaya zaidi, kwa sababu wale wananchi walienda wakapanda juu ya lile kaburi la Raila Amolo Odinga. Wakati mafundi wanaendelea na shughuli zao, na kuna wengine ambao wanaendelea kuvuruga. Wengine wamepanda juu ya nyumba, wengine wamepanda juu ya miti, wengine wanapiga makelele, wengine wanabeba maua. Yani ikakuwa imevurugika kabisa. Na ni afadhali hivyo watazamaji wangu, ile ratiba ilikuwa imepangwa ya kwamba wale wananchi wasiruhusiwe kuingia pale ndani. Ni familia tu na viongozi kidogo tu ndio walikuwa wameruhusiwa kuingia pale ndani ili kumpatia heshima zake za mwisho. Kwa sababu kwa kweli watazamaji wangu, kama hawa wananchi wangeruhusiwa kuingia hapa, wangeleta fujo, wangeleta ghasia kama tu vile ambavyo walifanya dakika ya mwisho wakati waliruhusiwa kuingia pale baada ya viongozi kuondoka. Wakati William Samoei Ruto aliondoka, Uhuru Kenyatta akaondoka, viongozi mbalimbali, mawaziri, magavana waliondoka, ndio sasa wananchi wakapata fursa ya kuingia pale. Lakini vile ambavyo waliruhusiwa, watazamaji wangu, kwa mtazamo wangu mimi naona haingestahili kufanyika hivyo. Hata wangefunga hizo geti kabisa mpaka siku kama ya leo. Kama wananchi sasa wataruhusiwa kwenda kuangalia kaburi la Raila Amolo Odinga, itakuwa sawa. Lakini vile ambavyo waliruhusiwa kuingia pale, ikakuwa ni fujo, ikakuwa ni ghasia, ikakuwa sasa hata shughuli za kufunikia ule mwili inakuwa ni kibarua kwa wale mafundi ambao walikuwa na hiyo kazi ya kuhakikisha kwamba ule mwili unafunikwa kwa wakati ambao unafaa. Watazamaji wangu, nataka niwapeleke moja kwa moja kwenye hii video ambayo iliweza kunakili matukio ya hapo jana, ikionyesha vile ambavyo kulikuwa na ghasia, kulikuwa na fujo, na maofisa wa polisi kwa kweli walingangana kudhibiti ule umati kuhakikisha kwamba hakuna madhara zaidi ambayo tuendelea kufanyika pale nyumbani kwake Raila Amolo Odinga, kwa sababu ule umati ambao ulikuwa pale ulikuwa ni mkubwa sana. Ulikuwa ni umati wa maelfu ya supporters wa Raila Amolo Odinga ambao walikuwa wameingia pale nyumbani kwake. Kabla sijakuwekea video mtazamaji wangu, kuna ujumbe fulani ambao ningependa kukufahamisha kuhusiana na ODM. Sasa Raila Amolo Odinga is no more. Raila Amolo Odinga amepotea, hayuko hapa nchini Kenya. Sasa ODM itazidi kuwa the same kama vile ambavyo ilikuwa hapo awali. Ukiangalia sasa hivi kuna mtazamo tofauti, kuna maoni tofauti ndani ya ODM. Kuna wale ambao wanasema ya kwamba Raila Amolo Odinga aliwaacha chini ya William Samoei Ruto, na kuna wale ambao wanasema ya kwamba 2027 lazima wajipange kuingia kwenye uchaguzi, lazima wajipange kufront their own presidential candidate kando na William Samoei Ruto. Kuna ujumbe kutoka kwa mmoja ya maseneta wa UDA ambao wanasema ya kwamba kiongozi pekee yake ambaye amebaki ndani ya ODM
kiongozi ambaye anazidi kupinga broad based government ni huyu katibu mkuu wa ODM Mheshimiwa Edwin Sifuna. Na kwa hivyo kabla ya mwaka wa 2025 anastahili kuondolewa pale ndani ya ODM. Ndipo sasa chama cha ODM kiingie rasmi ndani ya broad based government bila kupata upingamizi wowote kutoka kwa wanachama wake. Kupitia kwenye ukurasa wake wa kijamii wa Facebook, seneta wa Nandi County Mheshimiwa Samson Cherargei aliandika na kusema the entire ODM leadership except Sifuna have confirmed that Baba Raila Odinga instructed them to stay and work with President Ruto administration and a broad-based government. The biggest threat to growth of ODM to be in government or to form government in future is Sifuna and company. By the end of this year, 2025, he must be removed from ODM as the Secretary General. He is the mole of united opposition in ODM. Watazamaji, huo tu ndio ujumbe ambao tunaupata kutoka kwa viongozi wa UDA. Bado ODM mwenyewe haijaweza kuvunja kimya kuhusiana na mpango wake. Hata bado hawajafanya mkutano, wapange vizuri, wajue nani atakuwa party leader, vile ambavyo watarishafu nafasi pale ndani ya ODM, nani atakuwa mwenyekiti, nani atakuwa chairman, nani atakuwa wale secretary general. So hii ODM, watazamaji wangu, tunatarajia iweze kupangwa upya, na ni lazima wakae chini wafanye mpango. Lakini hao viongozi wa UDA sasa inaonekana ni kama wao ndio wanataka kupanga vile ODM ambavyo itakaa baada ya Raila Amolo Odinga kuondoka wakati alikuwa bado ndani ya broad based government. Hatukatai ya kwamba Raila Amolo Odinga aliondoka wakati bado ODM ilikuwa inafanya kazi na William Samoei Ruto, lakini kwamba William Samoei Ruto ndio atatake over responsibilities za ODM, ama sasa yeye ndio atakuwa muongozo kwa chama cha ODM. Lazima ODM sasa ikae yenyewe chini iamue kama itaendelea kubaki ndani ya broad based government ama itajiondoa kabla ya mwaka wa 2027. Sasa mtazamaji wangu, hebu jionee hii video ya mazishi ya Raila Amolo Odinga, ile fujo na gasi ambazo zilitokea pale mwendo wa masaa ya jioni wakati Raila Amolo Odinga alikuwa anafanywa shughuli za mwisho, wakati mafundi walikuwa wanafunika ule mwili wake baada ya viongozi kuondoka pale kwenye yale mazishi. Kabla ya kuweka video, mtazamaji, nakukumbusha tena uweze kulike hii video na pia uweze kusubscribe, ndipo ujumbe wa habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Na mtazamaji, kama vile ambavyo umeweza kujionea, kweli ni matukio ambayo yalikuwa ni ya aibu, ni matukio ambayo yalikuwa na fujo, ghasia, na ni matukio ambayo hayakustahili kufanyika kabisa. Hawa supporters wa Raila Amolo Odinga wangestahili kuingia pale na heshima. Kama kweli walimpenda Raila Amolo Odinga, wangeingia pale na heshima, bila fujo, bila kubeba hata yale maua, bila kufanya zile sarakasi zote ambazo walikuwa wanazifanya pale juu ya kaburi la kinara, kaburi la aliyekuwa kinara wa ODM Mheshimiwa Raila Amolo Odinga. Watazamaji wangu, mimi kwa maoni yangu, ingekuwa ni vyema ule ulinzi ambao ulikuwa hapo awali kabla baba hajapumzishwa ungeweza kuwa maintained. Huo ulinzi ungekaa hapo mpaka dakika ya mwisho, hata kama ni kukesha pale, kuhakikisha kwamba mafundi wanapewa ile ample time, wanapewa muda rahisi kukamilisha kazi yao. Lakini tu pindi ule usalama ambao ulikuwa umewekwa pale uliweza kuondoka, wakati wanajeshi waliweza kuondoka, sasa mambo yakabadilika kabisa. Wale wananchi wakaingia,
wakaanza kuleta fujo, wakazua ghasia, wakaenda mpaka kwenye kaburi la Raila Amolo Odinga, ili hali hata mafundi hawakuwa wamekamilisha kulijenga, hawakuwa wamekamilisha kulifunika vizuri. So watazamaji wangu, hivyo ndivyo hali ilikuwa hapo jana. Na wewe mtazamaji wangu, sijui maoni yako ni gani kuhusiana sasa na mwelekeo wa Raila Amolo Odinga, kuhusiana na mwelekeo wa ODM baada ya Raila Amolo Odinga kuiaga dunia. Je, wewe mtazamaji wangu unaona ni nani ambaye anastahili kuchukua usukani wa ODM kuhakikisha kwamba ODM haitadidimia ama haitapotelea ndani ya serikali ya Kenya Kwanza? Hebu niachie maoni yako hapo kwenye eneo la kujifunza audio wangu, na kabla sijatamatisha nakukumbusha tena uweze kusubscribe hapa BM Daily Politics, ndipo uwe kwanza kuzipata habari punde tunapozichapisha, na pia uweze kulike, kushare na comment, ndipo ujumbe ama habari zetu ziweze kuwa recommended kwa watazamaji wengi zaidi. Msende mbali watazamaji, nitakuwa narejea hivi punde na mengi zaidi ya kuwafahamisha.